Uh, Habari za asubuhi wapenzi wa Master2 Odds, ukweli na uhakika, na ni sehemu salama kwa ajili ya beti yako. Jamani, leo ni siku ambayo tunaenda kuangalia website namba 3. Nadhani tuliangalia website namba 1, tukaangalia website namba 2. Sasa tunaenda kuangalia website namba 3. Ni website ya moto, na website hii yawezekana unayo lakini hujui namna ya kuitumia. Kwa nini ninazungumza huku naonesha mkeka uliowini? Huu ni mkeka wa VIP. Jamani, mimi nina VIP group na zilikuwa ni odds 2, na huu mkeka niliutengeneza kupitia website ambayo naenda kuwapatia leo. Kwa hiyo naomba tukae mkao wa kula. VIP yangu kule jamani ni gharama ndogo sana. Ukinifata kule WhatsApp tunaweza tukapeana maelekezo vizuri zaidi. Unaweza kulipia kwa wiki 2, lakini vile vile unaweza kulipia kwa mwezi mzima. Kwa hiyo ni kuombe unifate WhatsApp ili nikupe maelekezo ya kutosha. Jamani, ili kuniepushia maswali mengi, unapokuja kule WhatsApp, kama malengo yako ni VIP, naomba uniambie na nipe maelekezo ya VIP nilipie. Na kama malengo yako sio VIP, labda malengo yako ni group la majadiliano lile la kawaida ambalo ni free, njoo moja kwa moja uniambie niunge group la majadiliano, ili mimi uniepushe na maswali mengi ya kukuuliza. Baada ya kusema hivyo, mimi nitoe namba zangu hapa. Alafu wewe utanifata inbox WhatsApp, mimi nikuunge. Namba zangu ni 07 13 75 53 47. Hizi ndizo namba zangu za kunitafuta. Ukinipigia simu itapendeza, lakini ukituma meseji kidogo utachelewa kupata huduma. Ukinipigia simu sawa, lakini ukinifata WhatsApp nadhani itapendeza zaidi. Itapendeza zaidi. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, mimi twende kwenye website ya leo moja kwa moja. Jamani, kwanza kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Maneno yako yoyote utakayoyasema kwangu ni bora zaidi, kwangu ni vizuri zaidi. Haitojalisha umezungumza nini, haitojalisha umesema nini. Kwa baada ya kusema hivyo baada ya kusema hivyo, kwanza tunaenda kwenye kitu kimoja ambacho ninakizungumza kila siku, kwamba jamani, unatakiwa uwe na Google. Na kama hautokuwa na Google basi uwe na Chrome. Lakini mimi ni mpenzi wa Chrome. Kwa hiyo moja kwa moja tutaenda kwenye Chrome. Jamani, niendelee kuambia kule nina website nzuri ambayo website hiyo inafanya vizuri sana. Yaani nina website za maana, na hii ni website ya 3. Kwa hiyo kuna ya 4 na ya 5, zimebaki 2 za moto. Sasa mimi baada ya kusema hivyo, jamani, leo kuna kitu tutaenda tukiangalie kinaitwa ni 4bet. Hii inaitwa 4bet, na hii 4bet ambayo iko hapa ni ile 4bet ambayo niliwaambia msitumie pale mwanzo kwenye video namba 2. Hii 4bet ina watu wengi sana, lakini walio wengi hawajui kuitumia. Sasa leo twende ukaangalie maajabu, twende ukaangalie utofauti wangu mimi na walimu wengine, na nenda ukaangalie mimi itakavyokuelekeza ukaitumia, itakavyofanya kazi na wewe ulivyokuwa ukiitumia awali. Twende ukaangalie. App yenyewe bana ni hii.
Ukiangalia ni application nyeupe, kwenye profile ni nyeupe na kipicha cha mtu anacheza mpira. Hii ndio inaitwa Forbet original ya kwanza kutoka. Ile ambayo niliwaelekeza ilikuwa inaitwa Free Forbet. Hiyo nayo ni nyingine tena, ina matumizi yake. Kwa hiyo twende tukaiangalie hii. Jamani, usirukishe video, kuna vitu vya maana hapa. Hii inaonekana kwa staili hii. Sasa hii walio wengi walikuwa wanafika na kuitumia pasipo kuelewa. Sasa mimi leo nataka nikueleweshe vizuri kwa undani. Yani vizuri kwa makini, na hii nahisi ndio itakuwa website yako pendwa. Yani website yako pendwa ninadhani itakuwa ni hii. Utaipenda kuliko website zote unavyofikiria wewe. Ni vile ulikuwa hujajua namna ya kuitumia. Na kuna watu wana comment, "Yo kaka unaongea sana sijui nini." Sasa mimi bila kuongea utaelewa nini? Utaelewaje? Wewe kikubwa nivumilie, dakika zangu hizi zikiisha 10, 12, haina shida, unaendelea na mambo yako. Jamani, ukishafika hapa kuna vitu vitatu vya kwenda kuangalia. Kuna vitu vitatu vya kwenda kuangalia. Kitu cha kwanza, kuna odds hapa. Ngoja nieleweshe kitu kimoja alafu nikueleweshe namna ya kuitumia. Jamani, hapo ukitazama kuna odds. Odds hizo unaziona ni 1.48. Lakini ni odds za timu gani? Hapa chini utaona haya ni matokeo, ni collect score ambao wao wametabiri kwamba Egypt na Benini matokeo itakuwa ni 1-0. Lakini ukitazama kwenye rangi ya njano hapo utaona kuna 1 ikiwa inamaanisha wa nyumbani. Kwa kumbe wa nyumbani kushinda odds yake ni 1.48. Sijui kama nimeeleweka. Yani wa nyumbani kushinda ni odds 1.48. Sasa baada ya hapo kuna upande huu ambao unaona hapa kuna 50. Hiyo 50 maana yake matokeo ya Egypt kushinda ni 50%. Lakini hapa katikati umeona kuna 38. Maana yake kutokea draw ni 38%. Lakini huku mwisho unaona kuna 12, ikiwa na maana kwamba wa ugenini ambaye ni Benini kushinda ana 12%. Sasa utaitumiaje sasa? Hapa ndipo nisikilize kwa umakini kabisa kabisa. Hii website utaipenda kuliko website zote unazojua wewe. Labda namba 4 na namba 5 ndo hujaijua, hizo ndo za moto. Sasa sikiliza hapa. Cha kwanza kwenda kufanya, unaenda kuangalia hapa kwenye odds. Na hiyo odds hakikisha hiyo odds kigezo cha mechi kuichukua hapa. Odds iwe kati ya 1.55 kushuka chini. Mfano hapa odds ya 1.55 kushuka chini. Hicho ni kigezo cha kwanza. Lakini kigezo cha pili, hakikisha ufahamu aliyepewa ni wa ugenini au wa nyumbani, haijalishi. Wewe inatakiwa uelewe. Lakini kigezo kingine, hicho sio kigezo, hizo tu ni kutaka kuelewa. Kigezo sasa cha pili, tukiacha odds, kigezo cha pili inatakiwa matokeo waliotabiri wao hapa. Hapa matokeo waliotabiri wao hapa. Hakikisha matokeo hayo yawe 2-0, yawe 3-0, yawe 3-1, yawe 4-0, yawe 4-1. Sijui kama naeleweka. Ukikuta tofauti na hayo matokeo niliyoyataja hapo, hiyo game inakuwa haijakizi kigezo cha pili. Inakuwa haijakizi kigezo. Sasa ikikuta hapo hicho ni kigezo cha pili umeangalia. Kwa mfano hii game tayari imetukataa kwenye kigezo hicho. Hiyo game imetukataa kwenye kigezo hicho. I'm sorry jamani, kuna vitu vimeingiliana. Hiyo game imetukataa kwa kigezo hicho. Lakini kigezo kingine cha kwenda kuangalia, unaenda kuangalia kwenye asilimia. Kwenye hizi asilimia. Yule aliyeaminiwa kushinda, hakikisha awe na odds
awe na awe na 80%, awe na 50% kupanda mbele. Kwa mfano, unamuona Egypt ndio ana 50%. Kwa hiyo hapo kigezo kimetiki, lakini ukitazama kwa makini hapa 50% imekubali inatiki, lakini hapa odds ziko kati ya odds 1.50 kushuka, ipo imekubali, lakini hapa pamegoma kwa sababu kuna kuna matokeo ya 1-0. Sijui kama umenielewa. Kwa hii game tunaiacha. Twende tukaangalie game ambayo unaweza ukaichukua. Na ukaichukua, je, ukaenda kuipa option gani? Nisikilize kwa makini. Kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kushare na kucomment, kwa sababu maneno yako yananifanya mimi nipige hatua, nisonge mbele. Kwa baada ya kusema hivyo, jamani, tunaenda kuangalia game ya Nigeria na Mozambique. Jamani, hapa nimesema kigezo cha kwanza tunaenda kuangalia odds. Odds iwe kuanzia 1.55 kushuka chini. Kwa tayari hapa odds inatukubali. Lakini kitu cha pili unaangalia aliyepewa ni nani, ambapo kwenye rangi hiyo unaiona. Kwa hiyo aliyopewa hapo ni wa nyumbani, amepewa matokeo ya kushinda. Sasa kigezo cha pili cha kwenda kufuata ni yale matokeo niliyoyasema. Hakikisha matokeo yawe 2-0, 3-0, 3-1, 4-0, 4-1. Ukiangalia hicho kigezo cha pili, hapo unasema hii hapo fresh. Unaenda kuangalia kigezo cha tatu na cha mwisho. Kigezo cha tatu na cha mwisho, hakikisha aliyeaminiwa kushinda awe na 50% kupanda mbele. Nadhani hapo kimwangalia Nigeria ana 59%. Kwa hiyo kigezo kimekizi. Ukiangalia matokeo aliyatoa ni 3-0, kigezo kimetiki. Ukiangalia odds ni 1/36, iko kati ya 1/55 kushuka, kigezo kimetiki. Sasa kama kigezo kimetiki, tunaenda kufanya nini? Hapa kigezo kikitiki, unaenda kumchukua Nigeria, unaenda kumpa double chance, ashinde a draw. Walai Mungu mmoja. Kwa kufanya hivyo utanikumbuka sana. Nalirudia jina langu, mimi naitwa Master 2 Odds. Yani hili jina likumbuke sana. Ni jina langu la sanaa, ni jina langu la kujitangaza kwenye YouTube. Ninaitwa Master 2 Odds. Jamani, nadhani kwa kufanya hivyo unakuwa sehemu salama zaidi. Sasa kuna game zinakizi vigezo baadhi havikizi. Hiyo unaachana nayo. Mfano mkubwa tuseme ni mechi kwa mfano hii hapa. Unaiona? Kwa mfano mechi hii hapa. Ngoja niende haraka ili nisipoteze muda wenu. Hii game ukiangalia odds zake hapa zinatugomea. Lakini ukiangalia hapa matokeo yanatukubali. Lakini ukija kuangalia hapa kwenye asilimia zinagoma. Kwa hii game ya mfumo hiyo unaachana nayo. Lakini mechi nyingine ni kama hii hapa. Hii mechi na yenyewe ukiangalia ndugu zangu, kwenye upande wa odds imegoma. Nadhani unaiona odds yetu hapa inagoma. Hii ni 1.60 inagoma, lakini matokeo yanatukubali ni 3-1 ndio. Lakini ukija kuangalia huku asilimia zinagoma. Kwa mechi za hivyo unaachana nazo, yani unatemana nazo. Unaona? Sasa game ambayo unaweza kuipa ni game gani? Tazama vizuri hapa kwa makini. Game ambayo unaweza kuipa ni game kama hii hapa. Game hii hapa. Unaona hii imekizi vigezo, lakini kwenye matokeo kuna 2-0 imekizi vigezo. Lakini huku pia unaona kabisa Maccabi Haifa amepewa asilimia ya 52 kushinda. We unaenda unamchukua Maccabi Haifa, unampa double chance. Hii ndo 4bet na hii ndo namna ya kuitumia. Baada ya kusema hivyo, mimi niseme kumbuka kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Kwa wale ambao mnahitaji namba yangu ya WhatsApp nadhani inaonekana hapo.
Namba yangu ya WhatsApp ni hii hapa, nifuate WhatsApp, niambie kaka niunge VIP au niunge grupu la kawaida la majadiliano. Jamani, VIP tunafanya vizuri, na huu ndo ulikuwa mkeka wetu wa jana. Huu ndo ulikuwa mkeka wetu wa jana. Nadhani unauona ulikuwa ni odds 2, kwa hiyo nifuate, nikusaidie, tusaidiane, maisha yasonge mbele. Baada ya kusema hivyo, mimi niseme tutaonana katika website namba 4. Ni moto kweli kweli. Asante sana.